Usiku mmoja wa mvua kubwa, mwanafunzi wa sekondari aitwaye Ina alipanda basi la mwisho kurudi nyumbani, lakini alipofungua mlango, nyumba ilikuwa giza tupu. Taa zilionekana kuharibika. Kama kawaida, alimuita mjomba wake, lakini hakukuwa na jibu lolote. Ndipo akaona kipande cha pazo kikiwa chini sakafuni. Ghafla kimiminika chekundu kinatembea kwenda miguuni mwake. Sekunde iliyofuata, taa zikawaka ghafla. Hapo ndipo alipomwona mjomba wake akiwa amelala kwenye dimbwi la damu, akiwa amechomwa sindano kali nyuma ya kichwa. Muda mfupi baadaye, polisi wanafika na kuthibitisha kuwa marehemu alikuwa ni Yong Dong-hoon, mkuu wa zamani wa polisi. Detective mchanga Han Seung anaanza kupekua nyumba nzima. Baadaye akapata sindano nyingine kwenye chumba cha Ina inayofanana kabisa na silaha ya mauaji. Uchunguzi ukaonyesha kuwa miezi 6 iliyopita Ina alinunua sindano 3 za aina ile ile, na sindano iliyotumika kwenye mauaji ilikuwa na alama zake za vidole. Hakukuwa na dalili zozote za kuvunjwa kwa mlango, na mwili wa marehemu haukuwa na ishara nyingi za kupambana. Polisi wakahitimisha kuwa muuaji lazima alikuwa ni mtu wa karibu sana na marehemu. Kutokana na hilo, Ina anakuwa mshukiwa mkuu. Wakati wa mahojiano alibaki mtulivu kupita kawaida. Alidai kuwa hakumbuki chochote baada ya kuingia ndani ya nyumba. Detective Dong-cho anajaribu kumsaidia kurejesha kumbukumbu zake, lakini bado hakuweza kukumbuka vizuri kilichotokea. Han Seung akaanza kushuku kuwa alikuwa anajifanya mpoteza kumbukumbu ili kukwepa lawama. Hivyo akaanza kumshinikiza zaidi. Alimkumbusha kuwa baada ya wazazi wake kufariki, aliwahi kugombana na mjomba wake kuhusu urithi wa mali, jambo lililompa sababu ya kufanya mauaji. Lakini Ina aliendelea kukataa kila kitu na kusisitiza kuwa hakumbuki chochote. Hatimaye kesi ikafika mwisho bila ushahidi wa moja kwa moja. Kwa kuwa polisi hawakuwa na uthibitisho wa kutosha kuwa yeye ndo muuaji, walilazimika kumwachilia. Baada ya kurudi nyumbani, Ina alilala pale pale ambapo mjomba wake alikuwa amekufa. Alijaribu kujiweka katika nafasi ya muuaji na kuigiza hatua zote za mauaji moja baada ya mwingine. Ghafla akakumbuka kile kipande cha pazo alichokiokota. Hivyo akarudi kituo cha polisi na kumwonyesha Han Seung, kwa sababu hicho ndo kilikuwa kitu pekee ambacho muuaji alikuwa amekiacha. Miaka kadhaa baadaye, Ina anakuwa mtaalamu wa kuchambua masuala ya kiarifu katika shirika la polisi la Seoul. Alikuwa na kipaji kikubwa cha kuwaelewa wauaji kwa kuingia katika fikra zao, lakini tabia yake bado ilikuwa ya ajabu sana. Alikuwa na uraibu wa kuruka bungee jumping na alipenda hisia za kukaribia kifo. Kila mapigo ya moyo wake alipopanda, alienda kwenye tiba ya saikolojia, akijaribu kwenda kurejesha kumbukumbu za usiku ambao mjomba wake alikuwa ameuawa, lakini hakuna njia iliyowahi kufanikiwa. Wakati huo huo, Han Seung hakuwahi kuachana na kesi hiyo. Kwa miaka mingi aliendelea kupanga upya ushahidi na kujenga nadharia mpya. Taratibu hata wafanyakazi wenzake wakaanza kumuita mwendawazimu. Ingawa Ina alijua kuwa yeye ndo mshukiwa mkuu, machoni mwa Han Seung hakuwahi kumkwepa kwa makusudi. Badala yake, mara nyingi alikwenda mwenyewe kituo cha polisi na kuwasukuma detectives kufanya kazi haraka ili kupata muuaji halisi wa mjomba wake. Wakati mwingine hata alimtumia Han Seung linki za mavazi ya kisasa ya wanaume na kumwambia aache kuvaa kama mzee. Siku moja, kesi mpya ya mauaji ilishtua Seoul yote. Mtoto wa miaka 10 alipatikana ameuawa chumbani kwake akiwa amechomwa visu mara nyingi sana. Hapakuwa na dalili za kuvunja mlango, na muuaji hata aliosha silaha ya mauaji na kuirudisha mahala pake. Ina alipofika eneo la tukio, aligundua kuwa mtoto huyo alikuwa ni mwanafunzi bora sana, huku vyeti vya tuzo vikiwa vimejaa ukutani. Kwa upande mwingine, kaka yake mkubwa alionekana mwenye hofu na kujiamini kidogo. Hata alikuwa ameandika jina lake karibu kwenye vitu vyake vyote. Baada ya mauaji, kaka huyo ndiye aliyepiga simu polisi kwanza, lakini wakati wa mahojiano hakuonyesha huzuni yoyote, na badala yake huyo kijana alizungumza kwa kina kuhusu jinsi wazazi wake walivyolia na kuumia walipoona mwili wa mtoto wao. Ilikuwa wazi kuwa alikuwa anajali zaidi hisia za wazazi wake kuliko kifo cha mdogo wake mwenyewe. Kutokana na taarifa zote hizo, Ina akafikia hitimisho kuwa kaka mkubwa huyo ndiye muuaji. Baadaye mkuu wa kitengo alisema kuwa polisi wamemtaja kaka huyo kama mshukiwa mkuu, lakini aliendelea kudai kuwa hakumbuki chochote. Jambo hilo likamvutia sana Ina, hivyo akaamua kukutana naye mwenyewe. Baada ya maswali makali yasiyoisha, kijana huyo hatimaye alivunjika moyo na kukiri kila kitu. Kumbe kwa miaka mingi wazazi wake walikuwa wakimpendelea mdogo wake kwa kipaji chake. Wivu pamoja na chuki vilijikusanya moyoni mwake hadi vikamsukuma kumuua ndugu yake mwenyewe. Kesi hiyo ilimfanya Ina kuwa maarufu mara moja, lakini Han Seung bado aliamini kuwa Ina ndo mshukiwa namba 1 kwenye kesi ya mauaji ya mjomba wake, na alikuwa na uhakika kwamba siku moja angefanya kosa na kujifichua yeye mwenyewe. Kisha akaanza kufuatilia njia ambayo Ina alikuwa akiipita kila siku akitoka shule na kuanza uchunguzi tena. Cha kushangaza, hakukuwa na shahidi hata mmoja
katika njia yote aliyopita usiku wa tukio. Upande wa pili, Ina anapokea kifurushi kisichojulikana. Anapofungua anakuta kipande kingine cha puzzle. Kilichomshangaza ni kwamba kipande hicho cha puzzle kilitoshea kikamilifu na kile cha miaka 10 iliyopita. Mara moja akampigia simu Hang-sung, lakini hakupokea simu. Hivyo akaenda moja kwa moja kwenye anwani iliyokuwa chini ya jina lake katika apartment iitwayo The One City. Hata hivyo, mama yake Hang-sung alimwambia kuwa hayupo nyumbani. Wakati Ina akijiandaa kuondoka, ghafla alisahau alipoegesha gari lake. Alipoanza kulitafuta, akaiona sedani nyekundu ikiwa imeegeshwa pembeni, huku injini ikiwa bado inawaka. Akifuata hisia zake, akaanza kuikaribia taratibu. Na kweli, alipofika karibu, alimkuta mwanamke ameuliwa kikatili ndani ya gari hilo. Mara moja, Ina anapiga simu polisi, na kitengo cha upelelezi wa mauaji kinafika haraka na kuanza kuchunguza tukio hilo. Hang-sung aliposikia kuwa Ina ndiye aliyegundua mwili tena, alishtuka sana. Miaka 10 iliyopita alikuwa wa kwanza kugundua maiti. Miaka 10 baadaye akawa shahidi wa kwanza tena. Hakukuwa na uwezekano kwamba hii ilikuwa ni bahati mbaya tu. Wakati huo huo, Ina alienda kwenye ghala la zamani lililotelekezwa, anwani halisi ambako kifurushi kilitumwa kutoka. Hakukuwa na kamera wala ushahidi wowote uliobaki. Hilo lilimfanya kuwa na uhakika zaidi kuwa vipande vyote viwili vya puzzle vilitoka kwa muuaji mmoja. Baada ya kurudi kituo cha polisi, Hansei alikutana na Ina. Kwa hasira akamtaka jieleze. Kwa nini imejirudia kama miaka 10 iliyopita ameonekana tena kwenye eneo jingine la mauaji? Ina anajieleza kuwa siku hiyo alikuwa amekuja kumtafuta yeye. Kisha akatoa kipande cha puzzle na kusema kuwa mauaji yote mawili ni sehemu ya kesi ya muuaji wa mfululizo. Lakini jamaa alikataa kabisa kumwamini. Hata alianza kushuku kuwa Ina mwenyewe ndiye aliacha vipande vya puzzle baada ya kufanya mauaji ili kuwapoteza polisi. Ina hakujali hata kidogo. Baada ya kutoa maelezo yake kama shahidi, aligeuka tu na kuondoka. Baadaye Hang-sung alianza kupitia CCTV kamera. Kwa bahati mbaya, mwathirika aliuawa sehemu ambayo ilikuwa haina kamera. Hata hivyo, katika muda uliokadiriwa kuwa wa mauaji, kamera zilimnasa Ina akiwa anaingia kwenye apartment hiyo. Kutokana na hilo, Hang-sung alikutana na daktari wa akili wa Ina aitwaye Sun Jung, akitumaini kuthibitisha kama kuna uhusiano wowote na vipande vya puzzle. Lakini daktari alizingatia maadili ya kazi yake na kukataa kutoa taarifa yoyote kuhusu mgonjwa wake. Bila kutarajia, Ina alimfuata Hang-sung tena. Alisisitiza tena kuwa hii ni kesi ya muuaji wa mfululizo na kwamba muuaji huyo ni mtu mwenye akili sana na makini kupita kiasi na huenda hana hisia kabisa. Hang-sung alimwambia aache kutunga hadithi za upelelezi, kisha akaendesha gari kuelekea baa moja. Mwathirika Myung alikuwa mmiliki wa baa hiyo. Mhudumu wa baa alisema kuwa usiku wa mauaji, Myung aliwahudumia wateja 4 na alitumia muda mrefu kuzungumza kwa siri na mmoja kati yao. Baada ya kuchunguza rekodi za simu, Hang-sung aligundua kuwa mtu wa mwisho kumpigia Myung alikuwa si mwingine bali ni Hyun, ambaye ni mkuu wa sasa wa polisi. Alipoulizwa, Hyun alikubali kuwa yeye ni mteja wa kawaida wa baa hiyo. Alisema kuwa alimtafuta Myung usiku huo kwa sababu alihitaji amhifadhie chumba cha binafsi, lakini baadaye alighairi na hakufika kabisa. Baada ya kusikia hayo, Ina alihitaji kufika kwa Hyun mwenyewe, akitumai kugundua kama mjomba wake alimfahamu Myung. Ingawa Hyun hakuwahi kumpa jibu la moja kwa moja, Ina aliweza kuhisi kuwa wawili hao walikuwa na uhusiano fulani. Na kweli bana, usiku huo huo alipata picha ya zamani ya mjomba wake akiwa pamoja na Myung. Kisha akachora upya picha iliyokuwa kwenye kipande cha pili cha puzzle na akagundua kuwa ilionyesha mwanamke akimnong'oneza jambo mtu mwingine. Wakati huo huo, mhudumu wa baa alimpa Hansen wazo jingine. Mtu wa mwisho kuonekana kuongea na Myung usiku wa mauaji pia alikuwa ni polisi. Kumbe zaidi ya nusu wa maafisa wa kituo hicho walikuwa wateja wa kawaida wa baa hiyo. Mara moja Hansen akaanzisha uchunguzi wa ndani, lakini habari hizo zilivuja haraka kwenye vyombo vya habari na kufanya idara nzima ya polisi ingia kwenye skendo kubwa. Muda mfupi baadaye, mhudumu wa baa hatimaye anathibitisha jina la mteja wa mwisho alipokuwa akipanga orodha ya vinywaji. Mtu huyo alikuwa anaitwa Dong-soo. Hang-sung aliganda pale pale kwa mshangao, kwa sababu Dong-soo alikuwa detective mkubwa aliyemheshimu zaidi. Hata hivyo, Hang-sung bado alimhoji kwa kufuata taratibu rasmi. Dong-soo alikubali kuwa alikutana na Myung usiku huo, lakini alisema kuwa alienda pale kunywa na kupumzika tu. Baadaye Hang-sung alipitia tena CCTV kamera na hatimaye akathibitisha kuwa wote wawili, Chief Han na Dong-soo, sio hakutilia shaka. Wakati huo huo, mkuu wa kitengo cha Major Crimes, Jang Ho, alileta taarifa zaidi. Kadi ya kuingilia apartment ya Myung ilikuwa imepotea, lakini ndani ya apartment hakukuwa na dalili zozote za kuvunja mlango. Kwa upande mwingine tena, Ina aliingia katika mawazo ya muuaji na kuigiza mauaji hatua kwa hatua. Aligundua kuwa nia ya muuaji kuua ilikuwa wazi kabisa na kwamba hafanyi harakati zisizo na maana. Lakini alipolinganisha kesi hiyo na mauaji ya mjomba wake,
Aligundua kuwa mbali na vipande vya puzzle, kesi hizo mbili hazikuwa na mambo mengi ya kufanana. Akiwa amejawa maswali, Ina anarudi nyumbani. Lakini alipofika nyumbani, ghafla taa za nyumba zikaanza kuwaka na kuzima. Ilikuwa kama amerudi tena kwenye ule usiku wa mvua wa miaka 10 iliyopita. Na safari hii, hatimaye alikumbuka kuwa muuaji bado alikuwa ndani ya nyumba. Lakini kwa bahati mbaya, siku hiyo hakuwahi kugeuka nyuma kutazama. Alibaki na maswali kichwani. Siku iliyofuata, Ina alimtembelea daktari wake wa akili, Sonjo, na kumweleza kuhusu vipande vya kumbukumbu alivyofanikiwa kuvirejesha. Sonjo alichambua kuwa akili yake huenda ilifuata kumbukumbu hizo kutokana na hatia kubwa aliyokuwa nayo moyoni mwake. Ina anakubali kuwa anaogopa kwamba kama angegeuka nyuma usiku ule, huenda angekuwa mwathirika mwingine wa muuaji huyo. Lakini kabla hajaondoka na akili kuwa hawezi kuziamini kumbukumbu hizo mwenyewe. Ili kuendelea kuchunguza kesi hiyo, Ina aliomba kujiunga na kikosi maalum cha uchunguzi wa mauaji wa Mion. Hata hivyo, Handsome alishuku kuwa amejiunga na timu hiyo kwa sababu anaogopa polisi wanaweza kugundua ushahidi dhidi yake mwenyewe. Ina alimwambia Handsome kwamba sasa anakumbuka miaka 10 iliyopita alikuwa ndani ya sebule ile pamoja na muuaji, na ana matumaini kwamba wanaweza kushirikiana ili kumpata muuaji halisi. Lakini Handsome anaendelea kuwa mgumu kuamini. Aliona kitu anachosema kuwa ni uongo mwingine. Baadaye alirudi kwenye chumba cha uangalizi wa kamera na kuanza kuzipitia tena video zile. Hatimaye aligundua jambo muhimu sana. Wakati Miang alipokuwa anaingia kwenye garage, tayari kulikuwa na kamba shingoni mwake. Hilo lilimaanisha kuwa muuaji alikuwa amejificha ndani ya gari muda mrefu kabla hajafika nyumbani kutoka kazini. Hata hivyo, Handsome hakuweza kuelewa kwa nini muuaji alisubiri mpaka wafike garage ndipo amuue badala ya kumshambulia mapema. Akiwa bado amezama kwenye mawazo, Ena alitokea ghafla na kumpongeza kwa kugundua maelezo hayo muhimu. Ena akaeleza nadharia yake kuwa muuaji alichelewesha mauaji kwa sababu kwanza alitaka kujua taarifa fulani kutoka kwa Miang. Ndipo Handsome akagundua kuwa Ina alikuwa amebeba boksi la matunda. Ina alimweleza kuwa ilikuwa ni zawadi ya mama yake, kwa sababu mara ya kwanza walipoonana hakumpa nafasi nzuri ya kusalimiana. Handsome alijaribu kumzuia mama yake asifungue mlango, lakini kwa mshangao wake mama yake akamkaribisha Ina kwa furaha ndani ya nyumba. Ina pia alitumia nafasi hiyo kumuuliza Handsome maisha yake ya zamani, ikiwa ni pamoja na mahusiano yake na urafiki wake. Kadri alivyozidi kuendelea kuuliza maswali, jamaa alizidi kukasirika hadi akamuuliza moja kwa moja kama alikuwa anamfanyia bado uchunguzi wa mauaji. Ina alisema kuwa anahitaji partner atakayemwamini. Hata alipendekeza kwamba Handsome naye aanze kumchunguza, huenda akatengeneza profile yake pia. Usiku huo Ina alipanga kwa makini taarifa za kesi zote mbili na kwa haraka akamaliza ripoti ya profiling ya mauaji. Hata hivyo, timu nzima iliamini hitimisho lake halikuwa na ushahidi wa kutosha. Baada ya yote, kutumia vipande viwili vya puzzle pekee kuthibitisha kuwa hizi ni kesi za serial killer kulionekana kama ni jambo la kulazimisha mno. Licha ya hivyo, Ina aliendelea kuamini kwa nguvu zote kuwa vipande hivyo viwili vya puzzle vilikuwa alama ya muuaji. Safari hii Handsome hakupinga kabisa nadharia yake, lakini aliamini jambo muhimu zaidi ni kuelewa wahanga walikuwa ni watu wa aina gani. Kwa kufanya hivyo tu wangeweza kujua motive ya muuaji. Kwa hiyo Handsome akaamua kwenda kwanza nyumbani kwa baba yake na Miang. Lakini Ina sasa aliingia kwenye gari ya jamaa bila ruhusa na kusisitiza kuwa ataenda naye. Walipofika walikuta mlango umezungukwa na barua nyingi ambazo hazijafunguliwa, huku nyumba ikionekana kuwa tupu muda mrefu. Majirani waliwaambia kuwa baba yake na Miang hivi sasa anaishi kwenye kituo cha kulelea wagonjwa. Mara moja wakaenda huko wakitumai kupata jambo jipya. Kwa bahati mbaya, baba yake Miang alikuwa kwa sasa na tatizo la dementia na kwa miaka mingi hakuweza kuwasiliana vizuri na watu. Ghafla Ina akapata wazo. Akavaa sare ya shule na kujifanya kuwa yeye ni Miang ili kuzungumza na mzee huyo. Alipokuwa anaongea na mzee huyo, cha kushangaza plani hiyo ilifanikiwa. Wakiwa wanaongea, yule mzee ghafla alimtaja mpenzi wa Miang na kusema kuwa mwisho wake ungekuja kwa sababu ya mwanaume huyo. Wakati huo huo, Handsome alimtembelea binamu wa mzee huyo na kugundua kuwa Miang aliwahi kutoroka nyumbani akiwa kijana. Miaka 7 baadaye alirudi ghafla akiwa na mwanaume mmoja na kutangaza kuwa angeolewa naye. Lakini baba yake alimchukia mwanaume huyo tangu mwanzo, kwa sababu tangu Miang aanze kuwa naye, tabia yake ilibadilika kabisa. Kwa wakati huo, nguvu zote zilianza kuelekezwa kwa huyo boyfriend wa siri. Usiku huo, Handsome aliingia kwa siri kwenye nyumba ya mzee huyo. Lakini alipofika, alimkuta tayari Ina yuko ndani. Wawili hao wakaipata picha ya boyfriend wa Miang ndani ya chumba na mara moja walianza kumchunguza. Mhudumu wa baa alimtambua mwanaume huyo mara moja. Jamaa huyo kwenye picha jina lake alikuwa anaitwa Kang. Alisema kuwa alimuona mara 2. Mara ya kwanza ilikuwa ni siku ya ufunguzi wa baa ambapo aliagiza whisky ya gharama kubwa zaidi ili kusherehekea. Lakini aliporudi tena mwezi mmoja uliopita, alionekana kama mtu tofauti kabisa.
alikuwa akibishana na Myang na kuendelea kumdai pesa. Ghafla Handsome anapokea simu ya dharura kutoka kwa mkuu wake, Jung Hong. Polisi walikuwa wamegundua alama za vidole ndani ya gari ya Myang na ikathibitishwa kuwa ni ya Kang. Mara moja wakaanzisha msako mkubwa, lakini Kang hakuonekana popote, wala kwenye mgahawa wake wala nyumbani kwake. Ilikuwa kana kwamba ametoweka kabisa duniani. Jung Ho akaamuru maafisa kufuatilia gari lake pamoja na signal ya simu yake. Muda mfupi baadaye, Handsome alipata gari la Kang. Gari hilo lilikuwa limefunikwa na matope, huku kamera ya gari, memory card na vitu vingine muhimu ndani yake vilikuwa vimeondolewa. Kulingana na kamera za usalama, Kang alikaa karibu na bwawa la maji kwa saa kadhaa usiku uliopita. Rekodi za matumizi ya kadi ya benki pia zilionyesha kuwa manunuzi yake ya mwisho yalifanyika kwenye hoteli karibu na bwawa hilo. Handsome alipoingia kwenye bafu la hoteli hiyo, akahisi harufu kali ya kutisha. Kisha akaona madoa mekundu chini ya beseni la kuogea. Ilikuwa wazi kabisa kuwa mauaji mengine yalikuwa yametokea hapo muda mfupi uliopita. Shahidi mmoja alisema kuwa aliwahi kumwona mwanaume aliyevalia suruali nyekundu akiondoka hotelini akiwa amebeba sanduku jekundu. Wakifuata taarifa hizo, Handsome aligundua alama za tairi na mara moja akaanza msako wa chini ya maji. Hatimaye walifanikiwa kupata ile sanduku jekundu, lakini walipofungua ndani yake kulikuwa kuna maiti iliyokatwa vipande vipande, ikiwa imekosa mikono, miguu na kichwa. Wakati huo huo, Ina naye anawasili hotelini na kuanza kutengeneza criminal profile ya Kang kulingana na eneo la tukio. Kwa maoni yake, Kang alikuwa ni mtu mwenye hasira za haraka, asiye na utulivu wa kihisia, tofauti kabisa na muundo wa muuaji wa Pazo ambaye alikuwa mtulivu na makini sana. Kwa hiyo mara moja alimtafuta Handsome na kumwambia kwa uhakika kuwa Kang hawezi kuwa muuaji wa Myang. Aliendelea kueleza kuwa kabla ya kufa, Myang alionyesha hofu kubwa sana, jambo lililoonyesha kuwa hakumjua muuaji wake na wala hakujua alichopanga kumfanyia. Kisha Inha akatoa nadharia ya kushangaza. Maiti iliyokuwa ndani ya sanduku huenda ilikuwa ni ya Kang ambaye alikuwa ametoweka. Handsome alikataa kabisa kuamini hilo na kuona kuwa alikuwa anaongea upuuzi. Lakini matokeo ya uchunguzi wa maiti yalipotoka yalithibitisha kuwa Ina alikuwa sahihi kabisa. Mara moja polisi wakamuita mke wa Kang kwa ajili ya mahojiano. Yang alivunjika na kulia sana, akionekana kutokufahamu kabisa mauaji ya mume wake. Lakini Ina alihisi haraka kuwa kuna jambo aliko sawa, kwa sababu maana tu Yang aliposikia jina la Myang alidai moja kwa moja kuwa hakuwahi kulisikia kabla. Lakini ukweli ni kwamba hilo ni jina la kawaida sana. Kwa hiyo Ina akaenda kukutana naye binafsi na kumuuliza moja kwa moja ni kwa muda gani amemfahamu Myang. Akitambua kuwa tayari amegundulika, Yang alikubali kuwa aliwahi kusikia jina hilo kutoka kwa mume wake, na alieleza kuwa alidanganya awali kwa sababu hakutaka matatizo yoyote. Kisha akafichua kuwa Kang na Myang walishawahi kuwa wapenzi na kwamba Kang hata alimnunulia Myang apartment ya gharama kubwa sana. Kwa ruhusa ya Yang, Ina akaanza kuiangalia nyumba yake kwa makini na kugundua kuwa Yang alikuwa ni mtu anayethamini sana mipaka binafsi na alikuwa na hamu kubwa ya kuwa na nafasi yake binafsi. Yang kwa huzuni alitaja alipokuwa mdogo, dada yake mkubwa alikuwa na chumba chake binafsi, lakini yeye hakuwahi kuwa nacho. Ndipo ghafla Ina akamuuliza kama amewahi kupata maumivu ya kupoteza wanafamilia, kwa sababu wakati wa mahojiano Yang alionekana kuwa mtulivu kupita kiasi. Yang akakubali kuwa alipokuwa na miaka 13, bibi yake pamoja na dada yake walikufa kwenye moto mkubwa. Kutokana na taarifa hiyo, Ina pamoja na timu wakaanza kujenga upya kesi hiyo kutoka mwanzo. Walidai kuwa muuaji huyo alimjua Kang personal, ndio maana mwili wake uliharibiwa kwa makusudi. Na mwanaume alionekana kwenye CCTV kamera huenda alikuwa mshirika aliyejifanya kwa Kang. Na muhimu zaidi, mwanaume aliyekubali kuchukua hatari kubwa kiasi hicho kumsaidia mtu mwingine mara nyingi huwa anamsaidia mwanamke. Usiku huo Ina anajaribu tena kuwasiliana na Handsome, lakini hakufanikiwa kabisa kumpata. Kwa hiyo akaanza kuchunguza alama za vidole kwenye keypad ya mlango wa apartment yake na haraka akafanikiwa kugundua password yake. Muda mfupi baadaye Handsome anarudi nyumbani na kushangaa sana kumkuta Ina ndani ya apartment yake, kana kwamba ni kawaida tu. Ina kwa utulivu alimweleza kuwa password yake ilikuwa sawa kabisa na yake, tarehe ambayo mjomba wake aliuawa. Kwa wote wawili kesi hiyo ilikuwa ni fumbo lao la kwanza ambalo halijawahi kutatuliwa. Baadaye Ina alimweleza kila kitu Handsome kuhusu mkutano wake na Yang na akathibitisha kuwa Yang ndo muuaji halisi wa Kang. Safari hii kwa mshangao mkubwa, Handsome alikubaliana na uchambuzi wake. Kwa hiyo siku iliyofuata walimuita tena Yang kwa ajili ya mahojiano zaidi. Cha kushangaza, Yang alibaki kuwa mtulivu sana na hata alikiri kwamba alikuwa na mahusiano mengi ya siri nje ya ndoa yake. Alimtaja mwanaume mmoja aitwaye Ro na kudai kuwa anashuku ndiye aliyemuua mume wake. Mara moja Handsome akaenda kumchunguza Ro, lakini simulizi yake ilikuwa tofauti kabisa na ile ya Yang. Hata yeye alimgeuzia Yang lawama zote. Haraka Ina akagundua kuwa wawili hao sasa walikuwa wanajaribu kutupiana lawama ili kujiokoa.
Kwa hiyo akashauri polisi wavunje ushirikiano wao. Wakati wa mahojiano, Handsome alileta ripoti ya ule moto wa zamani na kupendekeza kuwa huenda Young mwenyewe ndiye aliyeanzisha ule moto. Pia alimkumbusha Ro kuhusu kijana mmoja aliyewahi kumletea Young matatizo na ambaye baadaye alitoweka ghafla. Kisha akamwonya kuwa na yeye anaweza kuishia hivyo hivyo. Mwisho wake Ro alivunjika kabisa kisaikolojia na kuzungumza kila kitu. Na muda mfupi baadaye polisi waligundua sehemu za mwili zilizobaki kule kijijini. Katika siku inayofuata, Ina aliwapa kila mtu katika kitengo cha Major Crimes kofia za Sherlock Holmes kama zawadi. Wakati huo huo aliwakumbusha kuwa muuaji halisi wa Myung bado yuko nje. Kwa udadisi, Handsome akamuuliza kama tayari anamshukiwa fulani akilini. Ina akajibu kwa uaminifu kuwa bado hajui ni nani hasa. Lakini mbali na Handsome, tayari amewaweka kila mtu anayemzunguka kwenye orodha ya washukiwa. Baada ya kurudi nyumbani, Ina alipokea kifurushi kingine cha ajabu. Ndani yake kulikuwa kuna kipande cha 3 cha puzzle. Mistari miekundu kwenye kipande hicho ililingana kikamilifu na sehemu ambazo mwili ulikatwa vipande. Lakini jambo la kutisha zaidi ni kwamba polisi hawakuwahi kutoa taarifa hizo kwa umma. Sasa swali kubwa lilikuwa, muuaji aliwezaje kujua taarifa hizo? Ili kugundua ukweli, Ina anamtembelea Young gerezani. Kisha anamuonesha kipande cha puzzle. Ghafla Young anakumbuka. Usiku ule yeye na Ro baada ya kutupa sanduku kwenye bwawa, alihisi kwa mbali kana kwamba kulikuwa na mtu mwingine msituni karibu nao. Kisha kauliza, polisi waliwezaje kupata sanduku hilo? Ina alimweleza kuwa polisi waliona alama za matairi karibu na eneo la kuingilia. Young alishtuka sana kwa sababu yeye na Ro walibeba sanduku hilo kwa mikono hadi kwenye bwawa. Hilo lilimaanisha kuwa kuna mtu mwingine alikuja baadaye na kuacha alama hizo makusudi ili kuongoza polisi kupata mwili. Hata hivyo, kabla ya kupata muda ya kuelewa maana yake, kesi nyingine mpya ikatokea. Mfanyakazi wa kiwandani aitwaye Han alikufa kutokana na sumu ya nicotine. Kwa udadisi wake wa kawaida, Ina aliwasili eneo la tukio bila kualikwa na akaanza kuunda upya mauaji hayo kwenye akili yake. Eneo la tukio lilikuwa na mlango mmoja tu na kamera moja ya usalama. Ili kufanya mauaji mahali kama hapo, muuaji lazima alikuwa amepanga kila kitu kwa umakini mkubwa. Usiku wa tukio, Han alikuwa anakunywa pombe pamoja na marafiki zake watatu ndani ya chumba cha mapumziko cha kiwanda, na hakuna mtu mwingine aliingia wakati ule. Lakini polisi walipowahoji wale wanaume watatu, wote walionekana kutokuwa na hatia kabisa na maelezo yao yalilingana kabisa na picha za CCTV. Hata hivyo, muda mfupi baadaye polisi waligundua mambo kadhaa ya kutia shaka. Mwanaume wa kwanza alikuwa na mgogoro wa madeni na Han, na wa pili ndiye alinunua pombe aina ya soji na sumu ilikuwa imechanganywa kwenye pombe hiyo. Watatu alikuwa amenunua kiwango kikubwa cha nikotini hapo awali. Mara tu taarifa hizo zilipofichuka, wanaume hao watatu wakaanza kushukiana wao kwa wao. Wakati huo huo, Handsome alirudi eneo la tukio kufanya uchunguzi mwingine, lakini akamkuta Ina tayari amewasili kabla yake. Kwa kuwa wote wawili hawakuweza kuelewa motivu ya muuaji, Handsome na Ina wakaamua kuchunguza kesi hiyo kwa pamoja. Lakini kwa mshangao wao, kadri uchunguzi ulivyoendelea, washukiwa wote watatu wakaanza kuondolewa mmoja baada ya mwingine. Kutokana na hilo, Ina akaanza kupanua uchunguzi na kutoa nadharia kuwa huenda kuna mtu wa nne aliyehusika. Ndipo ghafla Handsome akakumbuka kuwa mhudumu wa usafi pia aliingia kwenye chumba cha mapumziko usiku huo, na kwa kuwa alikuwa mvuta sigara wa kawaida, pia alikuwa na rekodi za kununua nicotine. Hata hivyo, alipohojiwa na polisi, mhudumu huyo wa usafi alibakia mtulivu sana na hata akaleta habari kuhusu ajali ya kiwandani iliyotokea mwaka mmoja uliopita. Katika ajali hiyo, mwana wa Han alifariki kwa huzuni kubwa. Mara moja Ina na Handsome wakaenda nyumbani kwa Han kufanya uchunguzi zaidi. Ndani ya nyumba walikuta kila kitu kikiwa safi na kimepangwa vizuri sana, kana kwamba Han alikuwa akijiandaa kwa safari ndefu. Kwenye kioo pia kulikuwa kuna picha ya Han akiwa pamoja na wale marafiki watatu. Ina akagundua kuwa kifo cha mwana wa Han lazima kilikuwa kina uhusiano mkubwa na wanaume hao. Baada ya mahojiano makali, hatimaye wale wanaume watatu wakafichua ukweli kuhusu kilichotokea mwaka mmoja uliopita. Wakati huo mtoto wa Han alikuwa ameanza chuo kikuu na alitaka kujitafutia fedha za matumizi. Marafiki wa Han waliahidi kumwangalia vizuri kazini, lakini wakati wa kazi walijificha kwa siri ndani ya chumba cha mapumziko wakinywa pombe. Kwa bahati mbaya, mkono wa kijana huyo ulinasa kwenye mkanda wa mashine. Wale wanaume watatu wakapaniki na kuanza kulaumiana wao kwa wao. Badala ya kupiga simu ya ambulance mara moja, mwishowe kuchelewa huko kukasababisha kifo cha kijana yule. Baada ya kusikia ukweli wote, Handsome akahitimisha kuwa Han mwenyewe ndiye aliweka sumu kwenye pombe na akaamua kunywa kwa hiari yake mwenyewe. Lakini Ina bado hakuweza kuelewa kwa nini Han hakuchagua kulipiza kisasi moja kwa moja. Hata kama alitaka kuwasingizia wale wanaume watatu, angeweza kupanga mpango bora zaidi. Daktari wa akili Singjung alimweleza kuwa watu wanapokwama katika hali ngumu, baadhi yao huwaua wengine huku wengine wakijiumiza wenyewe, na Han alikuwa katika kundi la watu wa aina ya pili. Alitaka kutumia kifo chake mwenyewe kuwafanya marafiki zake waishi na hatia maisha yao yote. Usiku huo Handsome alirudi nyumbani na kumkuta Ina
tayari akimsubiri ndani ya nyumba yake. Akatoa chupa ya pombe kutoka kwenye friji na kumuuliza ikiwa sasa yuko tayari kumwamini. Handsome hakusema chochote. Alichofanya ni kuinywa glasi aliyomimina kwa ukimya, jambo lililokuwa ndo jibu lake. Ina akaonekana kufurahi sana. Kisha akatoa kipande cha tatu cha puzzle. Akaeleza nadharia yake kuwa wahanga wa kesi zote tatu huenda walikuwa ni wahusika waliounganishwa na tukio moja la zamani. Handsome alishindwa kuamini kile alichokuwa akisikia. Kisha Ina akaunganisha vipande vyote vitatu vya puzzle pamoja na kutabiri kuwa vipande vingine zaidi vitaendelea kuonekana siku zijazo. Asubuhi iliyofuata baada ya pombe kuisha kichwani, Handsome aligundua kuwa Ina alikuwa amehamisha rundo kubwa la mafaili ndani ya nyumba yake. Ndipo akakumbuka kwamba usiku uliopita alikuwa amekubali kuitumia nyumba yake kama makao ya siri ya kuchunguza kesi ya serial killer. Muda mfupi baadaye, wawili hao wakaanza kupanga na kuchambua kesi zote tatu kwa wakati mmoja. Ina aligundua kuwa kabla ya kufa kwake, Kang alipiga simu mara 3 mfululizo kwa CEO wa kampuni ya ujenzi itwayo Yon. Mara moja akahisi kuna jambo la kushangaza na akaandaa kukutana naye. Hata hivyo, Yon alionekana mwenye kiburi na akasisitiza kwa nguvu kuwa hawajui hao wahanga watatu. Kwa hila, Ina alimuonya kuwa huenda yeye ndo akawa target inayofuata ya mauaji. Pia kabla ya kuondoka, alimuonyesha mpokeaji wa wageni picha ya Kang. Mwitikio wa mwanamke huyo ulimshawishi Ina mara moja kuwa kweli Kang aliwahi kufika hapo. Wakati huo huo, Handsome alimtembelea Yang gerezani ili amuulize kuhusu Yon. Yang alifichua kuwa kabla ya ndoa yao, mume wake alikuwa na uhusiano na Yon na aliwahi kusema kuwa wawili hao walishiriki nyakati nzuri pamoja zamani. Baadaye siku hiyo, Handsome alirudi nyumbani na kukuta mizigo mingi ya delivery ya Ina ikiwa imejazana nje ya mlango. Hata alikuwa amebadilisha sebule kuwa sehemu ya kazi na hata kununua humidifier kana kwamba alikuwa anapanga kuishi hapo kwa muda mrefu. Ghafla Handsome akapokea simu ya dharura. Yon alikuwa amekutwa amekufa ndani ya ofisi yake. Na kilichokuwa kibaya zaidi ni kwamba footage zote za CCTV kamera kutokea eneo la tukio zilikuwa zimefutwa kabisa. Baada ya kuchunguza mwili, Ina aligundua kuwa Yon alikufa kutokana na sindano yenye sumu, lakini alama ya sindano ilikuwa sehemu ya wazi sana kuonekana. Mara moja akaamini kuwa Yon alikuwa mwathirika wa 4, mmoja wa waathirika wa siri katika kesi hiyo. Lakini baadaye muuaji akatuma kipande cha 4 cha puzzle. Ina akarudi haraka kwenye makao ya siri na kuunganisha vipande vyote 4 vya puzzle. Hatimaye akagundua kuwa picha ya nyuma ilionyesha sehemu inayofanana na bustani ya burudani. Baada ya kuchunguza zaidi, alifanikiwa kutambua sehemu hiyo kuwa ni bustani ya burudani inayoitwa Dreamland. Meneja wa sehemu hiyo alimwambia kuwa bustani hiyo imekuwa ikifanya kazi kwa miaka 33 na ilitarajiwa kufungwa mwishoni mwa mwezi huo. Ina akauliza kama kulikuwa na ajali yoyote kubwa iliyowahi kutokea hapo. Meneja akasema matukio makubwa yaliyowahi kutokea yalikuwa ni ya watoto kupotea wakati wa misongamano mikubwa ya watu. Usiku huo Handsome aliporudi nyumbani, alikuta nyumba nzima imejaa maputo. Ina alimweleza nadharia alizozigundua siku hiyo. Kisha akaamua kutoka kuendesha gari ili kwenda kutafuta inspiration mpya. Baki na mimi hadi tujue ukweli. Akiwa na wasiwasi kuhusu usalama wake, Handsome alimfuata kwa siri na hata kaingia ndani ya gari yake bila ruhusa. Kwa mshangao mkubwa, Ina akakanyaga mafuta kwa nguvu na kuanza kuendesha gari kwa kasi kubwa barabarani. Ingawa Handsome alikuwa ameingiwa na hofu, bado aligundua haraka kuwa kulikuwa kuna gari nyingine ambayo alikuwa anawafuatilia. Waliposimama kwenye taa nyekundu ya barabarani, mara moja alikabiliana na dereva wa gari aliyokuwa anawafuatilia. Lakini Ina alimzuia na kufichua kuwa alimwajiri mpelelezi kujitegemea ili kugundua ni nani anayemfuatilia. Siku iliyofuata msaidizi wa Handsome alimpa taarifa nyingine. Alikumbuka kuona kitambaa cha mkononi cha zamani karibu na mwili wa Yon baada ya mauaji, lakini sasa kitambaa hicho kilikuwa kimetoweka kwa njia ya ajabu. Haraka Handsome akagundua kuwa kuna mtu ndani ya kituo cha polisi aliyechukua ushahidi huo. Alimwonya msaidizi wake asimwambie mtu yoyote kuhusiana na jambo hilo. Baada ya hapo akaanza kuwachunguza kimya kimya watu wote waliomzunguka. Akawa hawezi tena kumwamini yoyote. Usiku huo Handsome alipokea ujumbe kutoka kwa Ina ukimtaka aje katika chumba namba 5802 katika One City. Ile ndiyo apartment ile ile ambayo mwathirika wa pili Myung aliwahi kuishi. Kilichokuwa cha kushangaza zaidi ni kwamba mmiliki wa zamani wa apartment hiyo alikuwa ni Kang, huku mmiliki kabla yake, mmiliki wa mwanzo kabisa, alikuwa ni Yon. Na umiliki wa apartment hiyo ulibadilika kati ya wanaume hao watatu ndani ya kipindi cha mwezi mmoja au miwili tu. Inaonekana kulikuwa kama kuna biashara au makubaliano ya siri kati yao. Lakini Ina bado hakuweza kuelewa mjomba wake alikuwa na nafasi gani katika kila kitu hicho. Na baada ya yote, yeye ndo alikuwa mwathirika wa kwanza katika kesi hiyo. Handsome aliamini kuwa uhusiano wa kweli huenda ulikuwa katika kituo cha polisi cha Hengang, kwa sababu One City ilikuwa chini ya mamlaka ya kituo hicho. Na mjomba wa Ina aliwahi kuwa mkuu wa polisi hapo. Ili kuendelea na uchunguzi, wawili hao wakaamua kugawana kazi. Ina akaenda kumuona daktari wake wa akili,
kwa sababu alianza kushuku kuwa mjomba wake huenda hakuwa mtu aliyekuwa akimfikiria zamani, na alihisi kuwa kwa muda mrefu alikuwa akikwepa ukweli. Cha kushangaza, naye Sengjo anakiri kuwa kuna mambo ambayo yeye pia huchagua kuyafumbia macho kwa makusudi kabisa. Wakati huo huo, Hansam alikutana na detective mkubwa Dongso ili kumuuliza kuhusu maisha ya nyuma ya mjomba wa Ina. Dongso alikumbuka kuwa mjomba wa Ina aliwahi kuwa mkuu wa polisi mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kuwepo, na alikuwa maarufu kwa uwezo wake mkubwa wa uchunguzi. Lakini akiwa madarakani, kesi ya serial killer alikuwa mawalenga wasichana wadogo ilitokea ghafla katika eneo hilo. Kwa sababu shinikizo la umma lilikuwa kubwa sana, wakubwa wake walimuondoa kwenye nafasi yake. Baadaye Hansam na Ina wakaenda kwenye masijara kutafuta rekodi za zamani. Muda mfupi baadaye waligundua kesi ya ajabu. Familia ya mwathirika mmoja iliwahi kumshtaki mwandishi wa habari kwa kuharibu jina lao kwa makusudi kwa kutoa taarifa za uongo. Ilikuwa inapaswa kuwa kesi rahisi sana, lakini kwa njia ya kushangaza ilifutwa baada ya miezi mitatu tu. Hii ilikuwa ni kesi ya mwisho mjomba wake kuweza kuifichua. Kwa hiyo wawili hao wakaenda haraka kuwatafuta familia ya mwathirika huyo. Mwanaume huyo kumbe ni mdogo wa mwathirika wa mwisho katika kesi ya serial killer aliyewalenga wasichana wadogo. Alikumbuka kuwa baada ya dada yake kuuawa, mwandishi mmoja wa habari alichapisha makala za uongo zilizomchafua jina. Alidai kuwa msichana alikuwa mwimbaji wa karaoke. Familia yao ilipeleka malalamiko polisi, lakini kesi hiyo haikushughulikiwa kwa uzito wowote. Hata hivyo, baadaye mwandishi wa habari alijua mwenyewe. Hansam aliangalia faili la kesi hilo. Kipande cha puzzle kilikuwa kimeachwa kwenye eneo la tukio, na mwandishi huyo alikufa miezi 8 kabla ya mjomba wa Ina kuuawa. Hilo linamaanisha kuwa mjomba wa Ina hakuwa mtu wa kwanza kuuawa na serial killer. Ina alishtuka sana kwa sababu hakuwahi kuwaza hata mara moja kufikiria uwezekano huo. Eneo la mauaji wa mjomba wake lilikuwa ni safi kupita kiasi. Hakukuwa na alama za vidole wala DNA zilizoachwa. Kazi safi na ya kitaalamu kiasi hicho haingeweza kuwa kazi ya kwanza ya muuaji huyo. Baadaye Hansam akaomba ruhusa ya likizo ili aweze kujikita kikamilifu katika uchunguzi wa kesi hiyo, lakini Yang Ho alikataa mara moja na hata akamwonya awe makini sana na Ina. Baadaye Hansam akaenda kukutana na polisi aliyeshughulikia kesi ya mwandishi wa habari hapo zamani. Afisa huyo alifichua kuwa kesi hiyo awali ilikuwa chini ya Jung Ho, lakini ghafla alihamishia kitengo cha major crimes baada ya tukio hilo. Hansam alishtuka sana. Kwa muda wote alikuwa akimwona Jung Ho kama polisi mwema na mwenye haki, lakini sasa ilikuwa wazi kuwa Jung Ho alikuwa anaficha taarifa muhimu sana. Alipokabiliwa na maswali, Jung Ho hakujitetea hata kidogo. Badala yake alimgeuzia mashaka tena Ina. Alisema kuwa usiku ambao mwandishi wa habari alikufa, mwanawe alikuwa akisoma pamoja na marafiki nyumbani, na Ina alikuwa ni mmoja wao. CCTV kamera zilionyesha kuwa watoto wengine wote waliondoka kabla ya mauaji kutokea, lakini Ina aliondoka baada ya mauaji kutokea. Na miezi 8 baadaye, wakati mjomba wake alipouawa, hali hiyo pia haikueleweka vizuri. Junhon akakiri kuwa sababu za kuficha kipande cha puzzle kwa miaka yote hiyo ni kwa sababu siku zote amekuwa akimshuku Ina. Baada ya kusikia hayo, Hansam aliingia kwenye mkanganyiko mkubwa na akaanza tena kumtilia shaka Ina. Wakati huo huo, Ina alienda peke yake kwenye jengo ambalo mwandishi wa habari aliuawa, akijaribu kurejesha kumbukumbu zaidi. Akaanza kukumbuka kuwa kabla ya kipindi cha tuition kuanza, mwandishi huyo alikuwa anabishana kwa hasira na mtu fulani kupitia simu. Baadaye, kwa kuwa kipindi hicho kilikuwa kinamboa, alienda peke yake juu ya paa ili kupata hewa safi. Na wakati huo alimuona mtu aliyevaa nguo nyeusi akiingia ndani ya jengo hilo. Ghafla Ina akagundua jambo muhimu kutoka upande wa muuaji. Kosa pekee katika mpango wake wote ilikuwa kwamba hakuna mtu aliyewahi kuchukulia kwa uzito kipande cha kwanza cha puzzle. Baadaye akaenda kukutana na Hansam akitumaini waweze kuzungumza vizuri, lakini kama ilivyotarajiwa, mazungumzo yao yaliishia kwa mabishano makubwa na wakaachana wakiwa wamekasirikiana. Hansam akaanza kuchanganyikiwa sana, akiwa hajui tena nani wa kumwamini. Mwisho wa yote, bado akaamua kumpigia simu Ina, lakini alipokea simu hiyo alikuwa ni polisi wa Jeju. Wakamwambia kuwa sasa Ina ni mshukiwa katika kesi ya mauaji. Kisha hadithi ikarudi masaa kadhaa nyuma. Baada ya kuchunguza rekodi za simu za mwandishi wa habari, Ina aligundua kuwa mtu wa mwisho aliyewasiliana naye alikuwa mwanaume aitwaye Jin. Mara moja akasafiri kwa ndege hadi kisiwa cha Jeju na kwenda kukutana naye binafsi. Lakini mara tu alipotaja kesi ya mwandishi wa habari, uso wa Jin ukabadilika ghafla na akaonekana kuwa na hisia kali sana. Usiku huo, mtu mmoja aliyekuwa akipita karibu na bahari alimwona Ina akiwa juu ya boti akivuta kwa nguvu kamba fulani. Mwisho wa kamba hiyo kulikuwa na mwili wa Jin, na kwa namna hiyo Ina akawa mshukiwa wa kwanza katika mauaji ya Jin. Lakini wakati wa mahojiano alikataa kusema hata neno moja. Muda mfupi baadaye, Hansam aliwasili kituo cha polisi akiwa na hamu ya kujua nini hasa kimetokea, lakini Ina bado alikuwa amemkasirikia.
akamwambia kuwa kama hawezi kumwamini basi anaweza tu kuamini kwamba yeye ni muuaji. Wakati huo huo, Chief Yan pamoja na Jung Ho pia walifika Jeju wakitumaini polisi wa huko watasitisha uchunguzi kwa muda. Hata hivyo, Jin alikuwa ni mtu mwenye ushawishi mkubwa sana katika siasa za eneo hilo na alikuwa na connections nyingi muhimu. Hiyo ilimaanisha kuwa kesi hiyo ilipaswa kutatuliwa haraka iwezekanavyo. Baadaye Jung Ho alimhoji Ina na kumtaka afichue kila alichokificha, lakini Ina kwa utulivu alimrushia swali akidokeza kuwa huenda yeye ndiye aliyeficha siri kubwa zaidi. Kwa faragha, Jung Ho alimwonya Handsome kuwa Ina bila shaka ana mpango wa siri na akamsisitiza kuwa awe makini naye. Akiwa hana njia nyingine, Handsome aliwasiliana na daktari wa akili wa Ina na kumwomba sana aje katika kisiwa cha Jeju. Baadaye siku hiyo, Senju alimtembelea Ina akiwa ameandamana na daktari mwingine wa akili aitwaye Wang. Hata hivyo, Ina bado alikataa kusema chochote. Badala yake alimwomba Senju amkabidhi Handsome kipande kingine kipya kabisa cha puzzle. Mara moja Handsome alitaka kujua alipokipata na ni lini kilitumwa, lakini badala ya kujibu, Ina alimpa business card na kumwambia athibitishe kwanza nadharia yake. Muda mfupi baadaye, Ina akaondolewa kwenye tuhuma zote baada ya Handsome kugundua kuwa wakati mauaji alipotokea alikuwa ndani ya taksi, hivyo hakuwa na nafasi ya kufanya uhalifu huo. Hata hivyo, bado hakuweza kuelewa kwa nini hakuwahi hata kujaribu kujitetea. Hatimaye Ina akaeleza kuwa baada ya kukutana na Jin jana yake, alipanda taksi kurudi hotelini. Njiani, mtu aliyekuwa kwenye pikipiki alimletea kipande cha 6 cha puzzle. Kwa kuwa muuaji siku zote alionekana kujua alipo, Ina akahisi kuwa muuaji alikuwa akimhitaji kwa mpango mkubwa zaidi. Kwa hiyo akaamua kwa makusudi kujifanya kuwa mshukiwa ili kuona ni nani angekuja kumtembelea, akiamini kuwa mmoja wao ndio lazima awe muuaji. Asubuhi iliyofuata, Ina alienda kwenye chumba cha tiba cha saikolojia. Cha ajabu, uso wa Senju uliendelea kujitokeza akilini mwake, jambo lililomfanya ashuku kuwa wawili hao walifahamiana tangu zamani sana. Lakini bila kujali jinsi Ina alivyomjaribu, Senju alibaki mtulivu, hakufichua chochote. Baadaye Ina akaenda kukutana na daktari mwingine wa akili, Wang. Hapo akagundua jambo la ajabu sana. Kawaida madaktari wa akili huepuka kuzungumzia kiholela kesi za wagonjwa hao, lakini siku za karibuni Wang aliendelea kuzungumzia mara kwa mara kesi ya kijana wa kituo cha watoto yatima aliyemuua baba yake. Jambo hilo lilimfanya Ina kuwa na mashaka makubwa. Wang hakutoa maelezo yoyote zaidi, bali alikubali tu kuwa lilikuwa kosa lake. Wakati huo huo, Handsome alianza kuwachunguza Chief Haeyeon pamoja na Jung Ho. Kwa mujibu wa polisi mmoja, usiku ambao mjomba wa Ina aliuawa, Jung Ho alikuwa anakunywa naye pombe bar. Lakini katikati ya kunywa, ghafla Jung Ho akasema kuwa kuna jambo limemtokea ndugu yake na akaondoka mapema. Akifuata nadharia hiyo, Handsome akaenda kwenye baa hiyo na kugundua kuwa umbali wa dakika 10 tu kwa miguu kutoka nyumbani kwa Ina. Kwa maneno mengine, Jung Ho alikuwa na muda wa kutosha kabisa kufika eneo la mauaji usiku ule. Kadri Ina na Handsome walivyoendelea kuchimba ukweli, polisi walitangaza rasmi kuwa mauaji ya puzzle ni kesi ya serial killer na wakaanzisha kikosi maalum cha uchunguzi. Wakati wa mkutano, Ina alieleza kuwa picha kwenye kila kipande cha puzzle kilikuwa kinaendana kabisa na jinsi waathirika walivyokufa, na puzzle kamili ilikuwa na vipande 9 kwa ujumla, huku vipande 3 bado vikikosekana. Hilo lilimaanisha kuwa mauaji mengine 3 yalikuwa hivi karibuni kutokea. Baadaye Ina alijadili kesi hiyo pamoja na timu ya profiling na kugundua nadharia nyingine muhimu. Miaka 10 iliyopita, muuaji alikuwa anaacha vipande vya puzzle moja kwa moja kwenye maeneo ya mauaji, lakini kuanzia kesi ya Miang alianza kuvituma moja kwa moja kwa Ina kupitia vifurushi. Timu ikatoa nadharia kuwa huenda muuaji aligundua uwepo wa Ina hivi karibuni tu. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba kati ya watu 4 waliomtembelea kisiwa cha Jeju, hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa mpya kwenye maisha yake. Jioni hiyo Ina alikutana na Handsome na kuzungumzia mazungumzo yake ya mwisho na Jin. Jin alikuwa anaamini kuwa mauaji yote yalikuwa na uhusiano na One City, mradi wa jengo ambao yeye mwenyewe aliujenga. Kutokana na nadharia zote walizokuwa nazo sasa, Handsome akaanza kuamini taratibu kuwa Jung Ho ndiye mshukiwa mkuu. Cha kushangaza, usiku huo Jung Ho alimtembelea Ina ghafla. Moja kwa moja akamuuliza kama aliona chochote juu ya paa usiku ambao mwandishi wa habari alikufa. Ina akadanganya na kusema hakuona kitu chochote. Baadaye Handsome pia aligundua kuwa siku ambao Jin alikufa, Jung Ho alikuwa kisiwa cha Jeju pia. Sasa akaanza kuamini kwa uhakika zaidi kuwa Jung Ho ndiye aliyechukua kitambaa cha mkononi kilichopotea kutoka eneo la tukio. Kwa hiyo akaenda kukutana na msaidizi wake, yule aliyekuwa wa kwanza kutaja kuhusu kitambaa hicho, na kumwomba arudishe kumbukumbu zake kupitia hypnosis. Baada ya jitihada nyingi, hatimaye msaidizi huyo akakumbuka kuwa mtu aliyekichukua alikuwa ni Jung Ho. Kwa hasira kubwa, Handsome akamkabili Jung Ho,
lakini Handsome kwa utulivu akatoa kitambaa hicho na kujisalimisha. Kisha akasema kuwa yeye ndio serial killer na kuwa yeye ndiye alikuwa anatuma zile puzzle. Mara moja Handsome akamtaka aeleze sababu yake, lakini Jung-ho akasema atajibu hilo baada ya Handsome kuwaita waandishi wa habari kwanza. Ili kupima kama alikuwa anadanganya, Ina akamkumbusha usiku ambao mjomba wake aliuawa na kusema kuwa muuaji alikuwa amesimama moja kwa moja nyuma yake. Maneno hayo yalimshangaza waziwazi Jung-ho na ghafla akabakia kimya kabisa. Mwitikio ule ulimshawishi Ina mara moja kuwa Jung-ho hakuwa muuaji wa kweli. Wakati huo huo, polisi walipekua nyumba ya Jung-ho na kugundua jambo la kushangaza sana. Kundi la watoto walikuwa wanaishi hapo. Baada ya uchunguzi zaidi, waligundua kuwa wote walikuwa ni yatima waliolazimika kuondoka kwenye kituo cha yatima baada ya kuwa vijana na hawakuwa na mahali pa kwenda. Ndio maana Jung-ho alikuwa amewaruhusu wakae nyumbani kwake. Muda mfupi baadaye, Ina akagundua sehemu ambayo Jung-ho alikuwa anaishi kweli. Ilikuwa ni chumba kidogo sana cha motel kilichojaa picha zake akiwa pamoja na wale watoto, pamoja na barua za shukrani walizomwandikia. Baada ya kurudi nyumbani, Ina aligundua kuwa Handsome alikuwa amevunjika moyo sana kihisia. Hivyo akamshawishi kukubali ukweli na akampeleka kwenye kituo cha watoto yatima. Hapo ndipo alipogundua kuwa Jung-ho pia aliwahi kukulia hapo alipokuwa mtoto. Mmoja wa marafiki zake wa zamani alifichua kuwa kwa miaka mingi Jung-ho alikuwa akiwasaidia watoto yatima kifedha kwa siri, na siku zote alionekana kana kwamba alikuwa akimtafuta mtu fulani. Handsome akaanza kushuku huenda Jung-ho alikuwa anachukua lawama kwa ajili ya mmoja wa wale watoto. Ina naye akaamini kuwa Jung-ho alikuwa anawavuta kwa makusudi upande usio sahihi ili wafuatilie direction ya uongo. Ili kugundua muuaji wa kweli, Handsome akaamua kumwachilia Jung-ho, akieleza kuwa alikuwa na taarifa kwa baadhi ya vifo vilivyotokea. Na kweli, mara tu Jung-ho alipotoka kituo cha polisi, akaendesha gari kuelekea mahali fulani. Wakati huo huo, msaidizi wa Handsome alimfuata kwa siri akiwa nyuma yake. Muda mfupi baadaye, Jung-ho aliwasili kwenye eneo la mbali lililojaa mianzi mirefu. Haraka akagundua kuwa kuna mtu anamfuatilia. Hivyo ghafla akamshambulia yule msaidizi kutoka nyuma na kumpokonya bunduki yake. Si mbali na hapo, wanaume wawili walikuwa wakizungumza kwa siri kuhusu jambo fulani. Ndipo Jung-ho akamwona mtu akiwalenga kwa bunduki. Mara moja akapiga kelele kuwaonya wale wanaume wajilaze chini. Handsome alipofika eneo la tukio, milio ya risasi ilikuwa ikisikika kwa mbali. Kwa tahadhari kubwa akaingia ndani ya shamba lile la mianzi na kumkuta Jung-ho akiwa ameanguka chini karibu kufa. Kwa kukata tamaa, Jung-ho alisema kuwa kila kitu kilitokea kwa sababu yake na kwamba mtoto huyo hana hatia. Handsome kwa haraka akauliza mtoto huyo ni nani hasa, lakini Jung-ho aliweza kutaja majina mawili tu, Shindong na Seoji, kabla ya kupoteza fahamu kabisa. Baadaye akapelekwa hospitalini, lakini ilikuwa imechelewa sana. Handsome akaingiwa na hatia kubwa sana, akiamini kuwa kama angewaita waandishi wa habari mapema, huenda Jung-ho bado angekuwa hai. Ina kwa upole akampiga begani kumfariji. Baadaye Handsome akachunguza kwa makini yale maneno muhimu aliyoyataja Jung-ho, lakini hakuweza kupata idea yoyote inayohusiana nayo. Wakati huo huo, wale wanaume wawili waliokuwa kwenye shamba la mianzi waligundulika kuwa ni wakili wa zamani aitwaye Kwon na meya wa jiji. Kwon alipelekwa hospitali baada ya kupigwa risasi, huku meya akitoroka eneo la tukio mara moja. Kadri hali ilivyozidi kuwa mbaya, Ina akashauri polisi wafichue hadharani taarifa kuhusu mauaji. Aliamini hiyo ndio njia pekee ya kumlazimisha muuaji afichue ukweli kwa nini anafanya vile. Na kweli, muda mfupi baadaye kipande cha 7 cha puzzle kilitumwa moja kwa moja kwenye kituo cha television. Na wakati huo huo, upande wa pili, Kwon alifariki kwenye chumba chake hospitalini. Baadaye Handsome aligundua kuwa Jung-ho alienda One City siku moja baada ya mauaji ya Yeon. Akashuku kuwa muuaji wa kweli, yule mwenye kitambaa cha mkononi, pia alikuwa hapo. Ina alirudi eneo la tukio na kugundua kuwa muuaji alimwacha target bila kuthibitisha kifo chake, na kitu pekee ambacho hakutarajia ilikuwa kuwasili ghafla kwa Jung-ho. Kutokana na hilo, Ina akahitimisha kuwa Jung-ho na muuaji walikuwa na mahusiano maalum sana. Wakati huo huo, polisi waligundua kuwa mtu fulani alibadilisha dawa ya mgonjwa hospitalini na kuweka sumu ya kuua. Hilo lilithibitisha kuwa muuaji alikuwa na maarifa ya kitabibu. Baadaye Ina alimtembelea daktari Wang, lakini akagundua kuwa hayupo. Hapo akaona mchoro uliosainiwa kwa herufi H. Kwa bahati nzuri, ufunguo wa nyumba ya Wang ulikuwa juu ya meza. Hivyo Ina akaingia kwa siri ndani. Ndani alikuta michoro kila mahali, yote ikiwa imesainiwa herufi H. Mara moja akaangalia kipande cha 7 cha puzzle na kugundua kuwa hata hicho kilikuwa na saini ile ile. Haraka Ina akawasiliana na Handsome, lakini akagundua kuwa naye tayari alikuwa amepata taarifa nyingine kubwa. Dakika chache kabla, Handsome alipokea simu ya mtu asiyefahamika. Mpiga simu alimuuliza kwa nini unaamini kuwa vipande vya puzzle vinatumwa na muuaji, lakini kabla Handsome hajajibu, simu ilikatwa. Handsome alifuatilia namba hiyo haraka na kugundua kuwa mpigaji alikuwa ni Wang mwenyewe.
Ina akahisi kuwa huenda Wang alikuwa anachora pazo hizo kwa niaba ya mtu mwingine. Ndipo ghafla akaona picha Wang akiwa pamoja na Songju. Wakati huo kila kitu kinaanza kuunganika kichwani mwake, kwa sababu katika mazungumzo yao yote yaliyopita, Songju siku zote alionekana kumwelekeza taratibu kuelekea majibu fulani. Kwa bahati nyingine ya kushangaza, Songju alikuwa anaishi nyumba ya jirani kabisa na Wang. Mlango wake ulikuwa umefunguliwa. Ina akaingia ndani kwa tahadhari na kugundua kuwa chumba kizima kilikuwa gizani kabisa, huku midoli ikiwa imepangwa pande zote mbili za ukuta. Mwisho wa chumba kulikuwa na kifurushi juu ya kitanda. Alipofungua, ndani yake aligundua kuwa kuna kipande cha 8 cha pazo. Wakati huo huo polisi waligundua kuwa Songju ametoweka, na aliyepotea pamoja naye alikuwa waziri wa zamani wa ardhi aitwaye Kim. Handsome mara moja akamleta Wang kwa mahojiano. Wang akakiri kuwa miaka 10 iliyopita Songju alimuomba achole picha zile zile zilizokuwa kwenye vipande vya pazo, lakini akadai kuwa hakuwahi kujua maana yake halisi wala mpango ambao Songju alikuwa nao. Ina akaendelea kumuuliza kuhusu aina ya uhusiano waliokuwa nao. Baada ya ukimya mrefu, Wang hatimaye akakiri kuwa yeye ni sehemu ya sex minority group na Songju ndo mtu pekee aliyekuwa anajua siri yake. Kisha akakumbuka jambo la zamani. Wakati wa chuo, polisi mmoja aliwahi kuja shuleni kumtafuta Songju, na mara baada ya tukio hilo, ghafla Songju alichukua likizo ya mwaka mmoja kutoka chuoni. Wang alikumbuka pia kuwa mwanamke mmoja polisi aliwahi kuwa classmate wa Songju kipindi cha middle school, hivyo huenda anajua zaidi. Mara moja Ina akaenda kukutana na polisi huyo. Alisema kuwa siku moja Songju alikataa kwenda kwenye bustani ya maonyesho kipindi akiwa shule na wenzake, kwa sababu kipindi akiwa na miaka 7 alipotea kwenye bustani hiyo, na baadaye akaishia kuishi kwenye kituo cha yatima, na kituo hicho ndo kile ambacho Junho aliwahi kuishi. Ina pamoja na Handsome wakaanza kushuku kuwa polisi alikuwa akimtafuta Songju miaka iliyopita huenda alikuwa ni Junho mwenyewe. Huenda tangu alipokutana tena, Songju tayari alikuwa ameshaanza kupanga mlolongo wote huo wa mauaji. Baadaye Ina akaenda kwenye kituo cha watoto waliopotea ili kufanya uchunguzi zaidi. Hapo akagundua kuwa miaka 20 iliyopita msichana mdogo aitwaye Risol kweli alipotea kwenye bustani hiyo ya maonyesho. Anwani yake ilimwelekeza kwenye mgahawa uitwao Sio Jin Dina ndani ya soko liitwalo Shindonga. Eneo hilo lilikuwa ni dokezo muhimu ambalo Junho alitaja kabla ya kufa. Wakati huo huo, Handsome aliendelea kuchunguza kituo cha yatima na kugundua kuwa Junho aliwahi kufanya kazi katika mgahawa Sio Jin Dina. Kwa miaka yote hiyo, mtu ambaye Junho alikuwa akimtafuta alikuwa ni binti wa mmiliki wa mgahawa huo. La muhimu zaidi, sehemu ambayo Sio Jin Dina ilisimama zamani ndio sasa imejengwa The One City. Kisha hadithi inarudi miaka 20 iliyopita. Chairman Yon aliamua kubomoa soko la zamani na kujenga apartments za kifahari kwenye eneo hilo. Msimamizi mkuu wa mradi huo alikuwa Kang. Hata hivyo, Namsok aliyekuwa anaendesha Sio Jin Dina alikataa kuuza ardhi yake. Mmoja wa wakazi wa eneo hilo, Miang, alipokea faida kutoka kwa watu wenye nguvu na aliendelea kumshawishi Namsok ahame. Lakini Namsok alibakia imara kwa sababu aliamini kuwa siku moja binti yake angerudi kumtafuta. Pia alimwambia Junho aondoke haraka na ajiepushe na hatari iliyokuwa inakaribia. Lakini Junho alikuwa ametunzwa na Namsok kwa miaka mingi, hivyo akaamua kubaki pembeni yake. Ili kumaliza mradi haraka, Yun alimwamuru Kang asafishe soko hilo kwa njia yoyote ile, vinginevyo Kang asingelipwa hata senti moja. Usiku huo Kang akaleta kundi la wanaume na kuchoma soko lote moto, huku akitumia vurugu kuwafukuza wakazi. Katika vurugu hizo, Junho akaingiwa na wasiwasi na kukimbia peke yake. Kwa huzuni kubwa, Namsok alifariki ndani ya moto huo. Baadaye Yun alimwagiza Jin kuwahonga maafisa wa juu ili kuficha ukweli huo. Miongoni mwao alikuwa ni mkuu wa polisi ambaye kwa kipindi hicho alikuwa mjomba wake na Ina, pamoja na mwendesha mashtaka Kon. Hata mwandishi wa habari naye aliongwa, na baada ya hapo aliandika habari za uongo akimnadi Namsok ndiye alianzisha moto huo kwa chuki. Jengo la kifahari linalojulikana leo kama The One City kwa kweli lilijengwa juu ya uongo na uhalifu. Cha kushangaza, Minister Kim alipandishwa madaraka hadi kuwa waziri kutokana na mradi huo. Tunarudi wakati wa sasa. Ina anaporudi nyumbani alihisi kuna mtu nyuma yake, hivyo aligeuka haraka. Alikuwa ni Seungjo, muuaji wa kweli, ambaye pia alikuwa binti aliyepotea Namsok. Ina akamuuliza ni nani anayefuata kuwa mwathirika, lakini Seungjo hakujibu. Badala yake alimwambia amfuate. Wakati huo huo, Handsome akampigia simu Ina. Mara moja Seungjo akaitupa simu hiyo mbali, akasema hataki mtu yoyote awakatize. Walipokuwa njiani, hatimaye Seungjo akafichua ukweli wote uliobaki. Hadithi yetu ikarudi miaka 10 iliyopita. Junho alimtafuta Seungjo na kumpa vitu ambavyo mama yake alikuwa ameviacha nyuma. Baada ya kujifunza ukweli kuhusu sababu ya kifo cha mama yake, Seungjo akaanza kupanga kisasi chake. Siku ambayo Chairman Yon alikufa, Junho alikutana naye akiwa ameshika kile kitambaa cha mkononi.
akamwomba aache kila kitu na aishi maisha yake ya kawaida, akiahidi kuwa yeye mwenyewe angeuficha ukweli na kumaliza kila kitu. Lakini Songjo alikataa kabisa kuachilia. Alisisitiza kuwa kila mtu mwenye hatia lazima alipe kwa makosa yake. Tukirudi wakati wa sasa, Songjo alimkabidhi Ina funguo ya hotelini na kusema kuwa kipande cha puzzle kinachofuata kipo ndani. Wakati huo huo, Handsome akaanza kuwa na wasiwasi mkubwa kwa sababu bado hakuweza kumpata Ina. Muda mfupi baadaye, polisi waligundua kuwa eneo la mwisho ambako Ina alionekana ilikuwa karibu na The One Seat. Hanshim alipowasili hapo, ghafla Minister Kim akaanguka kutoka juu ya jengo. Hatimaye mwathirika wa 8 aliyewakilishwa kwenye puzzle akaonekana. Wakati huo huo, Ina akaingia kwenye chumba kilichoonyeshwa na keycard na kukuta kipande cha mwisho cha puzzle. Hakukuwa na mchoro wowote juu yake. Wakati Ina na Handsome wakijaribu kuelewa ni nani angekuwa mwathirika wa mwisho, ghafla polisi wakatoa taarifa kuwa Songjo ameenda kwenye makaburi ambako mwili wa Jungho ulikuwa umehifadhiwa huko. Lakini Handsome alipofika tayari alikuwa ameshaondoka. Kwenye CCTV kamera, Songjo alionekana amesimama tu kimya mbele ya mlango. Mahali pengine Ina alienda kwenye bustani ambako Songjo alipotea akiwa mtoto, kwa sababu aliamini kuwa huenda angehitimisha kila kitu hapo. Na kweli Songjo alikuwa amekaa peke yake kwenye bembea. Kwa huzuni akasema kuwa amerudi sehemu hiyo mara nyingi sana akimsubiri mama yake, lakini kwa namna fulani akasahau kabisa uwepo wa mgahawa ule. Ina aliomba msamaha kwa niaba ya mjomba wake na akamsihi ajisalimishe. Alitumaini kuwa baada ya kulipa makosa yake, Songjo angeanza maisha mapya. Lakini Songjo tayari alikuwa amepoteza sababu ya kuendelea kuishi kwa sababu hakuweza tena kujivumilia yeye mwenyewe. Ndipo Handsome akawasili akiwa na bunduki na kumwambia ajisalimishe. Lakini ghafla Songjo akatoa kiberiti na kuwasha bembea yote ile ya farasi. Katika dakika zake za mwisho akauliza swali ambalo alilibeba moyoni kwa miaka mingi. Kwa nini mtu auawe ili sehemu nyingine ijengwe kwa ajili ya wengine kuishi? Baada ya kusema hayo, akaanza kutembea polepole kuelekea ndani ya moto na kumaliza kila kitu. Ikafichuka kuwa kipande cha 9 cha puzzle cheusi kilikuwa kinamwakilisha yeye mwenyewe. Baadaye wakati wa mahojiano, Ina alisema kuwa hakumbuki chochote. Handsome akatikisa kichwa chake kimya kimya na akaamua kuheshimu uamuzi wake. Kwa muda mrefu baada ya tukio hilo, Ina alijifungia ndani ya chumba chake akijaribu kuelewa kila kitu kilichotokea. Handsome alimtembelea kila siku na kumwachia kikombe cha kahawa mbele ya mlango wake. Hatimaye siku moja Ina akatoka nje ya chumba chake na kuwasilisha barua yake ya kuacha kazi, kwa sababu sasa alitaka kujaribu aina tofauti kabisa ya maisha. Na huu ndo mwisho wa stori yetu nzuri kwa leo. Naomba uniambie kwenye comment, ndugu mtazamaji, umejifunza nini kutoka kwenye hii hadithi? Lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu na kuwasha alama ya kengele ili upate notification tunapoweka video yetu mpya. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho, Kaka Chotara. Sina la ziada kwa sasa, hadi wakati mwingine, bye.